Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mwenyeji wetu paroko ametukaribisha hapa Mofu na ametuambia kuna mambo mazito, ndiyo utoaji wa daraja takatifu ya upadri kwa huyo shemasi wetu James Albinus Bwira. Tumesikia masomo na tujaribu kutafakari tukiongozwa na masomo haya. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia. Somo zuri, somo maarufu. Katika somo hili tumesikia kwamba Mungu amemwita huyo kijana Yeremia, anataka amtume aende huko ambako ye Mungu anataka aende, apeleke ujumbe wake. Na hii ndiyo kazi ya nabii. Nabii ni yule anayepeleka ujumbe wa Mungu kule ambako Mungu anataka apeleke ujumbe huo. Na kwa kawaida yale anayopelekwa huwa yanatokea muda mfupi baada ya hapo, mara baada ya hapo kusemwa maneno yale. Katika maana pana ya neno nabii, yoyote anayetueleza habari za Mungu, anayetueleza mambo mazito mazuri ya Mungu, au yale ambayo yanaleta baraka kwa Mungu, kwa jamii, huyo pia tunaweza tukamwita nabii. Bahati mbaya, sijui kijana huyo Yeremia akiwa ana hofu akasema, Bwana, tazama mimi siwezi, maana mimi ni mtoto. Bila shaka alishasikia habari za manabii wengi waliotumwa na Mungu kwenda sehemu mbalimbali, jinsi watu walivyowapokea na jinsi watu walivyowatesa, walivyowakatalia, na hata maisha yenyewe ya kuwa nabii pengine mara nyingi ni kichekesho tu mbele ya watu. Unakuwa kama si mtu sawasawa, kama kidogo umerukwa na akili, lakini ndicho Mungu anachotaka. Hivyo anasema, akiangalia nafsi yake, hadhi yake, heshima yake, hapana Mungu, mimi siwezi kusema, we mtume mtu mwingine. Lakini Mungu anasema, usiseme kama mimi ni mtoto. Anasema, alimwambia kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, na nimesha kuweka kuwa nabii wa watu. Kwa anamwambia, utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Anamwambia ukweli, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe siku zote, asema Bwana. Kumbe Mungu ametueleza hapa tabia yake, akiangalia uumbaji wake huo, akiangalia watu hawa ambao wako taifa lake na wale wengine ambao ni mataifa mengine wamezunguka, anaona mahangaiko mengi sana. Daima anawapelekea wachungaji, anawapelekea watu ambao watawasaidia kuwakumbusha kwa lile taifa la Mungu, kuwakumbusha waishi kadiri ya agano waliloliweka au walizowekeana na Mungu, na watu wengine basi wamuogope Mungu huyo ambaye ni Mungu wa miungu mingine yote. Na yeye Mungu amekwisha kuwachagua watu kama alivyosema mwenyewe, na amekwisha kuwatakasa kwa kazi hiyo. Kwa hiyo anachotaka ni kuwapeleka kule
Tukiangalia kwa hapa nafasi ya Yeremia, Mungu alishamchagua tangu milele. Ndiyo tabia ya Mungu, hana mwanzo hana mwisho. Tangu milele alishamchagua, alishampenda, alishamuimarisha, alishaamua kwamba huyu atafanya kazi hiyo, na alishamuimarisha katika maana kwamba hatashindwa, mradi tu anamtegemea huyu ambaye anampeleka. Hivyo tuache jina la Yeremia, tuweke sasa James Gwila. Mungu alikuchagua tangu milele kwa tukio hili la leo. Amekuteua, alikuchagua tangu milele na kukuimarisha kwa ajili ya taifa lake. Kwa hiyo yeye mwenyewe tangu amekuumba kwa sura na mfano wake, bila shaka amekuongoza duniani kupitia watu mbalimbali, wazazi wako, ndugu, jamaa, marafiki, kupitia viongozi wako, mapadri mbalimbali, kupitia sala za watu mbalimbali, watawa na wengine, tangu jumuiya pale mpaka kote. Yote ni mipango ya Mungu, na Mungu alikwisha iongoza kwa ajili ya tukio la leo. Kusudi nini? Akuthibitishe sasa kwamba wewe sasa ni nabii, na uende kule ambako yeye mwenyewe anataka uende. Wapi? Kokote alikokutuma. Sasa utatumwa kokote kule na Mungu kwa kupitia askofu wake kwenda kufanya, askofu wako kwenda kufanya, kutangaza habari njema. Popote utakapotumwa, ujue ni mkono wa Mungu unayoongoza wewe uende huko. Usisite, usiogope kwa ajili ya hawa, maana ahadi ya Mungu ni kwamba yuko na wewe daima, siku zote, mpaka ukamilifu wa dahari. Sijui leo hii tunaweza tukasema mimi ni mtoto, mimi siwezi kusema. Sisi tunaopata daraja la upade leo hii tumeandaliwa kwa miaka mingi shuleni na elimu ya falsafa na tena teolojia. Bado unaweza kusema mimi siwezi kusema? Kwa umri wetu tunaopata, hata sheria ya kanisa hairuhusu mtu apate daraja la upadre kama hajatimiza miaka 24. Naamini umepita hapo. Je, maneno haya bado unaweza kusema mimi ni mtoto, mimi siwezi kusema? Bado yanawezekana. Yanawezekana kwa sababu ya mazingira ambayo wewe unaishi na ambayo umeona watu wanaishi. Ukiangalia mazingira ya jimbo lako la Ifakara, parokia zake 29, ukiangalia umepata nafasi ya kutembelea parokia nyingi, watu mbalimbali, mahangaiko yao, naweza kusema mapungufu yao, changamoto zao, kuweza kwao, hayaleti amani sana kila wakati. Yanaweza kaleta hofu. Nikienda kule itakuwaje? Nitaweza kweli mimi? Neno la Mungu ni hilo, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe. Kama kule unadhani ni shimoni, yeye yuko tayari kukuokoa. Kama kule kuna wapungufu hili na lile na lile, yeye yuko tayari kukuokoa, hata kuacha. Ahadi ya Yesu hata kwa mitume wake ni nini? Basi enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye watu wote kwa wanafunzi wangu, kiwafundisha kushika mafundisho yangu, na neno lile linarudia tena, tazama nipo nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari. Mungu hamwachi yule ambaye amemchagua mwenyewe na anamtuma amwakilishe sehemu nyingine. Mungu hakuachi wewe James, Mungu hakuachi wewe mwingine. Wewe unaweza kumwacha Mungu.
lakini Mungu ni mwaminifu katika ahadi yake, yeye daima ni mwaminifu. Somo linaendelea. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akagusa kinywa changu, akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Si wewe ulisema huwezi kusema? Musa alihangaika mimi na shida ya kuongea na wengine, lakini yeye mwenyewe anaweka maneno yake mdomoni mwako. Na ukiendelea mbele na somo hili, anasema anakuweka wewe juu ya mataifa, juu ya falme, ili kung'oa, kubomoa nini? Yale yasiyompendeza Mungu, yale ambayo hayaendani na nia za Mungu, yale ambayo hayafai katika maisha. Dunia yetu ya leo, wala tuongelee hapa Tanzania, tunapofungua redio, runinga au taarifa nyingi tunazosikia ni za matatizo, mauaji, magomvi, magonjwa, mahangaiko mbalimbali. Yeye anakupeleka sasa ukaondoe hayo yote, ukaondoe shida hizo zote, ukawarudishie watu hawa amani na furaha ya kweli ambayo peke yake inatoka kwa Mungu. Yesu ni mfalme wa amani. Yeye ndiye pekee anayeleta amani ya kweli kwa watu. Kwa hiyo kutaka amani ya kweli, tumkaribishe Kristo, naye atatuletea hiyo amani ya kweli. Anakuweka uwe mchungaji. Mchungaji ni nani? Tumezoea kuona wachungaji, hata maeneo uliyokulia wewe kuna wachungaji wengi. Tunajua kazi zao, kuongoza wanyama wao wapate malisho mazuri, wapate maji mazuri ya kunywa, waweze kustawi na sisi wote tufaidike nao. Lakini anatuonya katika somo la pili, unaweza ukatumwa kama mchungaji, lakini katika somo la Injili, lakini kuna hatari pia. Unaweza ukaenda unawapeleka hawa wanyama unaoongoza, lakini akatokea mbwa mwitu au simba, wewe ndio ukaanza kukimbia. Yeye anasema huu sio uchungaji ambao yeye anataka wewe uwe. Yeye anataka uwe mchungaji kama yeye alivyo mchungaji, na hao wote ambao wanafanya hivi anaita wachungaji wa mshahara. Ndugu yangu, hata wewe unaweza ukaingia katika kundi hili la kuwa mchungaji wa mshahara pale utakapoanza kuacha wajibu zako, utakapoanza kuacha kwenda kuwahudumia hao watu, kuwalisha malisho mema, ukaacha kujiandaa vizuri kwa homilia, kwa mafundisho mazuri, ukaacha kuwahudumia kwa kuwapa sakramenti zile wanazostahili. Unajitoa mwenyewe katika sifa bora ya mchungaji, kwa sababu wewe umeitiwa kitu hicho. Bali wewe daima umwige Kristo anayejisema mimi ndimi mchungaji mwema. Alafu tunajua maisha yake nini Kristo. Tangu mwanzo Marko anasema sura ya kwanza ya 14 kwamba Yesu alitembea huku na huku akiwaambia watu nini? Wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini Injili. Kwa hiyo unaitwa kuiga tabia hii, kupita kwa wale ambao utatumwa kwao, kwenda kuambia wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini Injili. Kama bado mmekaa kufikiria sherehe, hasa baada ya kipaimara na komunyo, misingeri na nini, wakati umetimia, tubuni na kuamini Injili. Hawa ndio tunatumwa kwao kwenda kuambia wale ambao bado hawajamjua Mungu. Waambieni, ukawaambie wakati umetimia,
umrudie Bwana, mumwamini yeye, mpate kuwa watu wake, na mwisho pate uzima wa milele. Huu ndio utume wako, na utume huu ufanye daima ukiwa unamtazama Kristo mwenyewe. Kumbuka, kwa nini lazima umtazame Kristo, James? Kwa sababu wewe ni binadamu, na udaima kama Kristo mwenyewe alivyosema, unatumwa kama kondoo mbele ya mbwa mwitu, kati ya mbwa mwitu. Vishawishi ni vingi. Inatosha wewe unajua Biblia, angalia mama yetu Eva alivyoshawishiwa. Inatosha kumwangalia Kristo mwenyewe. Shetani wala hakuacha kumshawishi katika mambo mbalimbali, katika vitu, katika watu, katika fahari, katika nini. Wewe hautaishi katika ulimwengu tofauti. Mwengu unaoishi wewe ni huo huo, kwenye vurugu mbalimbali. Hujui hata nani kwa kweli ndiye wa kumwekea matumaini yako yote. Umetumwa na Mungu, utapakwa mafuta na Mungu kuonyesha cheo chako, kuonyesha hadhi yako, kuonyesha kwamba umeteuliwa na Mungu na kweli umekubalika na Mungu. Lakini vishawishi havitakuacha. Kwa hiyo daima ukumbuke kwamba pamoja na thamani yote, pamoja na matakatifu yote ambayo yapo kwako, wewe bado ni chombo cha udongo. Kikidondoka kitavunjika. Wewe bado ni dhaifu, wala hujui yote. Endelea kumwita Bwana daima, kama alivyokuambia, kama alivyosema mwanzoni, mimi ni mtoto. Kweli katika dunia hii usikue kabisa kabisa, daima ubaki katika hali ya utoto, katika maana ya kumtegemea Mungu. Usitegemee mwanadamu. Chagua kumtegemea Mungu, huyu hata kuangusha. Basi tunakukaribisha sana katika urika wetu, katika daraja hili la upadri. Kuna faida nyingi, kuna mazuri mengi, lakini yote haya uyatumie ukijua kwamba umepata kama padre, uyatumie kama padri. Usije ukageuka ukamwacha Mungu kwa sababu ya hayo yote mengine. Tumaini lako liwe katika Bwana, naye Bwana ndiye atakayekuokoa daima. Tusikie sasa homilia ya kanisa.